Ni kundi gani linaweza kupambana na taifa lenye jeshi kubwa lakini bado likaendelea kusimama? Ni nani hao wanaoitwa Hezbollah? Je, ni wapigania uhuru au ni kundi hatari zaidi duniani? Leo tunaingia ndani ya historia, nguvu na siri za kundi lenye ushawishi mkubwa Mashariki ya Kati, Hezbollah. Kundi ambalo limebadilisha kabisa siasa za vita katika nchi ya Lebanon na kuwa tishio kubwa kwa Israel. Hii si hadithi ya kawaida. Hii ni simulizi ya nguvu, siasa na vita. Mimi ni Abdul Majid na hii ni safari ya kugundua ukweli uliofichika nyuma ya jina linalotikisa Mashariki ya Kati, jina la Hezbollah. Karibu ujue kile ambacho wengi hawakuambiwi. Kila kitu kilianza mwaka 1982 wakati Israel ilipovamia Lebanon katika tukio la 1982 Lebanon War. Ndani ya machafuko hayo, kundi jipya lilizaliwa, Hezbollah. Lengo lao lilikuwa wazi: kupambana na Israel na kulinda jamii ya Washia. Lakini walikuwa na msaada mkubwa kutoka taifa lenye nguvu, taifa la Wafursi, taifa la Iran. Na hapo ndipo safari yao ya kuwa na nguvu kubwa ilipoanzia. Kiongozi wao mkuu ni mtu mwenye ushawishi mkubwa, Hassan Nasrallah. Hotuba zake zimekuwa zikisikilizwa na mamilioni na kila anachosema kinaweza kubadilisha hali ya vita. Hezbollah si kundi la kawaida. Ina makombora maelfu, drones za kisasa, wapiganaji waliopitia mafunzo makali. Katika vita ya mwaka 2006 Lebanon War, walifanikiwa kusimama dhidi ya Israel kwa zaidi ya mwezi mmoja, kitu kilichowashangaza dunia. Hezbollah si kundi la kawaida la kijeshi. Ni taasisi yenye sura nyingi: dini, siasa na vita zilizoungana kwa nguvu moja ndani ya Lebanon. Kijeshi, Hezbollah imebadilika sana, kutokana na wapiganaji wa msituni hadi jeshi lenye uwezo wa kisiasa, makombora ya masafa marefu, drone na mifumo ya ujasusi. Katika vita ya mwaka 2006, tukio la 2006 Lebanon War, dunia ilishuhudia jambo lisilotarajiwa. Kundi lisilo la kiserikali lilifanikiwa kusimama dhidi ya jeshi lenye nguvu kubwa kama Israel kwa muda mrefu. Hii ilibadili mizani ya nguvu katika eneo lote. Lakini nguvu ya Hezbollah haiko tu vitani. Ndani ya Lebanon ni nguvu ya kisiasa. Ina wabunge, mawaziri na hata huduma za kijamii kama hospitali na shule. Kwa lugha rahisi, ni kama serikali ndani ya serikali. Hii inaifanya kuwa vigumu sana kuiondoa au kuipunguza nguvu, kwa sababu haitegemei bunduki pekee, bali pia inaungwa mkono na sehemu ya wananchi. Lakini pia kuna upande wa pili wa mjadala. Nchi kama Marekani na baadhi ya Ulaya zinaona Hezbollah kama kundi la kigaidi, wakati Iran na washirika wake wanaona kama harakati ya kupigania haki. Hapa ndipo mgawanyiko mkubwa wa kimataifa unapoanzia. Sasa tukija kwenye hali ya sasa, Hezbollah iko mstari wa mbele katika mvutano mkubwa kati ya Iran na Israel. Mapigano katika kusini mwa Lebanon yanaendelea. Mashambulizi ya anga, makombora na drone yamekuwa sehemu ya maisha ya kila siku katika mipaka hiyo. Swali kubwa ni hili: je, Hezbollah itaendelea kuwa ngao ya Iran au itachochea vita kubwa zaidi kikanda? Kwa sababu ukweli ni huu: ikiwa vita kamili itatokea kati ya Iran na Israel, Hezbollah haitabaki pembeni, itakuwa mstari wa mbele, na hilo linaweza kubadilisha si tu Mashariki ya Kati, bali dunia nzima. Hezbollah ni zaidi ya kundi, ni mfumo wa nguvu unaounganisha siasa, dini na jeshi. Na kadri mvutano unavyoongezeka, ndivyo nafasi yake inavyokuwa muhimu zaidi na hatari zaidi.